utakuwa ni mchezo wa namna gani Simba na TRA United? Ni mchezo mwingine mgumu. Ukiangalia kwa kile ambacho kimetokea wiki moja iliyopita pale jijini Arusha, unajua mpira wetu mara nyingi umekuwa ni una vipengele vingi vya sinema na season. Kwa hiyo mara nyingi kile kinaweza ikaja kuuchagiza huu mchezo kuwa mgumu, kwa sababu kuna upande ambao unaamini mchezo ulitakiwa ufanyike bila kujalisha mazingira yalikuweje. Kwa hiyo hilo mosi, lakini la pili unaangalia matokeo ambayo yamepatikana baina ya hizi timu mbili. Unaangalia namna ambavyo hizi timu zimeweza kunufaika na matokeo ambayo wameyapata katika michezo iliyopita. TRA dhidi ya Young Africans suluhu bila, lakini TRA walikuwa katika wakati bora sana kuliko Young Africans. Unacheza na timu ya kariba au ya daraja la Young Africans, unaweza kumdhibiti, kupunguza hiyo athari. Dakika 90 Young Africans walitoka bila kupiga mpira ambao ulilenga lango. Mimi sikumbuki kwa mara ya mwisho ni lini Young Africans walicheza kwenye NBC Premier League na mchezo wao ukatamatika pasipo wao kupiga mpira wowote ule ambao ulilenga lango, lakini ilitokea juzi. Ni kwa sababu gani? Ukuta wa TRA walikuwa imara, namna ambavyo walikuwa wanajipanga, namna ambavyo walikuwa wanaweza kuzungumza, lakini namna ambavyo walikuwa wanaweza kuwa na ufanisi katika utendaji kazi wao, na namna ambavyo wanaweza yakatafsiri yale matukio na mikimbio ya washambuliaji wa Young Africans. Wanaenda kucheza na Simba Sports Club ambao kwa siku za karibuni wanaonekana kuwa na changamoto kwenye safu yao ya ushambuliaji. Wanatengeneza nafasi nyingi, lakini ufanisi ama kazi ya mwisho ambao zinakuja kumaliziwa na wale washambuliaji wa pembeni. Baada hatujauona ule ubora mkubwa kwa mshambuliaji wa kati. Kwa hiyo katika misingi hiyo, kama TRA wanakuja kwenye ufanisi huo, wanakuja kwenye ile mood ambao walikuwa nao kipindi wanacheza na Young Africans, unaona unaweza ukawa ni mchezo mgumu kwa upande wa Simba Sports Club. Lakini unakuja kuangalia TRA wenyewe going forward, wanao wachezaji kwenye safu ya ushambuliaji ambao wanaweza kuuliza maswali. Chobwedo upande mmoja wa wings kwa maana ya namba 7, namba 11, Joseph Wakandwa nao wanao uwezo wa kushinda matukio ya moja dhidi ya mmoja, wanao uwezo wa kuicross mpira kwenye box la timu pinzani, lakini pia kufanya maamuzi kwa maana ya kupiga ile mipira ya mbali, tunasema ile shooting far from distance. Wana uwezo mzuri wa kufanya hivi hao wachezaji wawili ambao nawataja. Lakini TRA ukiacha kadi nyekundu aliyoipata Mzamiru Yasini Saidi Seremba, unarudi unarejea pale, bado wanao wachezaji ambao wana ukomavu kwa maana ya experience ya kucheza ligi kuu ya Tanzania bara kwa muda mrefu, wanao kwenye kikosi. Hivyo vyote vinakuja kuchagizwa na mbinu za mwalimu kocha Etienne Ndairagiji, ambaye ana uzoefu mkubwa na ligi yetu, lakini sasa hivi unaanza kumzungumzia kocha ambaye tayari ni title winners. Ametoka kushinda kombe la ligi kuu pale nchini Kenya msimu uliopita. Amekuja kuichukua Tabora United, TRA kumradhi, timu ambayo hawakuwa na wakati bora sana kipindi wanaanza msimu, lakini sasa hivi kuna ile falsafa ya kiuchezaji ambayo inakuonyesha hii sura ni Etienne Ndairagiji, namna ambavyo timu wanajenga mashambulizi yao kuanzia chini, namna ambavyo wanatawanyika wakishafika katikati ya kiwanja, kwa sababu falsafa ya kiuchezaji Etienne Ndairagiji anapenda sana kucheza ile direct football ambao mwanzoni huwa anatamanisha kama atoki. Maana yake timu inajenga mashambulizi nyuma katika mipira mifupi kwenye ile combination play, tunasema wanaungana wachezaji watatu kila eneo, wakiwa wanahusiana mipira, wanavuka na kufungua zile kordo za kiulinzi za timu pinzani. Wakishasogea mpaka katikati ya kiwanja pale, wanauspread mpira kwa maana ya kutanua mpira. Utakuta mawinga ndo wanaenda kushambulia zaidi pembeni ya kiwanja, kwa maana watanue ule ukuta wa ulinzi wa timu pinzani, ukabe eneo kubwa. Na hapo ndo unakuja kumuona Chobwedo amekuwa akisifika kwa matukio makubwa ambayo anayafanya msimu huu, lakini Joseph Wakanda nao namna ambavyo ana operate pia katika winga nyingine. Ni kwa sababu gani? Wanaanza mashambulizi yao katika taratibu, yakishafika katikati ya kiwanja wanausambaza mpira pembeni, sio kunyoka mbele kwenye ule mstari mnyofu, tunasema ile vertical, ambao ni njia fupi ya kwenda kushambulia. Kwa hiyo ukiangalia katika msingi huo, unakuja kuangalia Simba Sports Club ambao ni wenyeji wa mchezo kesho, namna ambavyo wanacheza.
defending wise Simba Sports Club wanaonekana kuwa imara kwa kile ambacho Ismail Ture na Rushen Delea kile ambacho wanakifanya kwa sasa hivi, lakini Nixon Clement Kibabage, Shomari Kapombe, japokuwa wana changamoto ya kuacha mashimo between the line, kwa maana katikati ya walinzi wawili wa kati na walinzi wa pembeni kuna nafasi ambazo zinakuwa zinabaki za kushambulia. Kwa kama unacheza na timu ambao wanao mawings ambao wanaweza wakaenda kuzi-exploit, kwa maana ya kuzitafuta zile nafasi, wanaweza wakaenda kuzitafuna, kwa maana zinakuwepo nafasi ambazo pale ambapo Nixon Clement Kibabage anapanda kushambulia, nafasi yake ya kukaba inakuwa ni kubwa, inabaki wazi. Vivyo hivyo kwa upande wa Shomari Kapombe. Lakini ukija kuangalia kuanzia kwenye midfield, ubora wa Simba Sports Club ndo unaanza kuonekana kwa kila ambacho wanafanya Alassane Kante Maodo, Yusuf Kagoma kwenda pembeni na wao, ambapo silaha zao kubwa zipo. Nimezungumzia silaha hatari za TRA ni pembeni ya kiwanja kwa wale mawings. Viko hivyo hivyo pia kwa upande wa Simba, kwa sababu Anset Ula Libasege ni pembeni ya kiwanja, Erim Pansu ni pembeni ya kiwanja. Katika misingi hiyo na midhania hiyo, unategemea kuona mchezo ambao utakuwa na ushindani mkubwa, ambao unategemea makosa kidogo ndio yanaweza kuja kuamua matokeo yatakuwaje. Juma Kinangu,